Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wapenzi na wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na kwa majaliwa Mwenyezi Mungu leo tutajifundisha dawa ya kufungua ndoto. Dawa ya kufungua ndoto kama huoti. Kuna watu wanapolala wanaota ndoto na kuna watu hawaoti. Sasa nini maana ya ndoto? Maana unaweza ukasema kwani kuna ulazima gani shehe kuota ndoto? Kwani ndio nitakufa au kwani ndio utapata hela au hivi? Sasa ngoja nikwambie ndoto ina maana gani. Ndoto ni taarifa, ima itoke kwa Mwenyezi Mungu au kutoka kwa shetani au ibilisi. Sasa taarifa ile utakapokuwa umeshakuwa na ujumbe huo, utajua ni jinsi gani ya kuchukua tahadhari au kujiepusha au nini ufanye baada ya kupata ujumbe huo. Katika mafundisho ya dini ya Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu umekomea kwake, yani ule wahayuha, ujumbe uliokuwa unashushwa ulikomea kwake, lakini akasema ujumbe huo utaendelea kuwafikia waja wema kupitia ndoto. Kwa hiyo sisi hatuwezi tukashushua ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama alivyokuwa wakishushua mitume alayhisalam, kwa sababu wao walikuwa wanapewa taarifa zile, anashuka malaika anawaambia Mwenyezi Mungu anataka mfanye hivi, ameshusha hichi, ameshusha amri hii, ameshusha maelekezo haya, mfanye kadha wa kadha wa kadha. Baadaye mtume wa umma huo anakwenda kuambia watu wake. Sasa ule ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu ulikomea kwa mitume, na mtume wa mwisho ndo aliyekuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ujumbe huo wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ima ni taarifa, basi itapitia kwenye ndoto, lakini kwa watu wema. Sasa kuna watu wana sifa za kuwa na ndoto za kweli, na kuna watu wanakuwa hawana uwezo kuota ndoto za kweli. Sasa somo letu sisi ni dawa ya kufungua ndoto kama huoti. Si kujua nani anaota ndoto nzuri au nani anaota ndoto za kweli na nani anaota ndoto za uongo. Ukitaka kulijua hilo, kasome kitabu changu cha majina 28 ya Barati, kitabu namba 2. Katika kile kitabu ukikisoma, utasoma majina Barati, ukishamaliza na mambo ya riadha yakishamalizika na dua Barati, inakuja topic nyingine inasema elimu ya ndoto. Pale ndipo utajua sifa za nani anastahili kuota na ndoto yake ikasemwa hii ni ukweli, na nani akiota ndoto hiyo inakuwa si ya ukweli, na ni majira gani ya kuota ndoto ya kweli, na majira gani ukiota hauwezi ukatafasiri ndoto hiyo ina ukweli wowote. Sasa hilo ni somo lingine. Ila leo tutajifundisha dawa ya kufungua ndoto kama huoti kabisa. Sasa madhara kutokuota kabisa ni kwamba wewe unakuwa ni kama uko kifungoni. Na mara nyingi ukifungwa na mambo ya machawi, washirikina wakishakufunga mambo yako, cha kwanza utakachoanza kupoteza ni ndoto. Kama ulikuwa unaota vizuri na jambo labda linatokea au linakuja kinyume kidogo, kwa sababu katika ndoto kuna ndoto za aina tofauti. Kuna mwingine akiota jambo fulani amepata ndio anapata kweli, na kuna mwingine akiota jambo fulani amepata ndo amekosa. Mfano mwingine akiota ameolewa ndo haolewi kabisa, akiota ameoa ndo haoi kabisa, na uchumba unaweza ukafa. Sasa lazima uzitambue na wewe ndoto zako zipo za aina gani, kwamba je, zinakwenda kwa mbele au kwa nyuma. Yaani kwa zingine zinakuja kinyume. Ukiota harusi ndio msiba, ukiota msiba ndio harusi, ukiota umepata ndio unakosa, na ukiota umekosa ndio umepata. Kwa hiyo zipo hizo, lakini sasa kila ndoto ina namna yake ya kuitafasiri. Na elimu ya ndoto nimeeleza vizuri katika kitabu hicho cha Barati namba 2. Kama ulikuwa hujui kama kuna elimu ya ndoto naifundishaga, mimi nimeiandika tu kwenye kitabu hicho, lakini sijawahi kupata nafasi ya kuizungumzia elimu ya ndoto sababu mambo ni mengi. Kwa hiyo leo tutajifundisha sasa ni jinsi gani mtu hata kama amefungwa ndoto, kwa sababu watu wanaweza kukufunga ndoto ni washirikina.
yani wachawi wanaweza kukufunga ndoto. Na wao hawakusudi kufunga ndoto tu, wanafunga mambo yako. Sasa mambo yako yanapokuwa yamefungwa, ina maana wewe hata taarifa unatakiwa usipate. Sasa ndoto huwa zinakuja kwa binadamu kama sehemu ya taarifa. Kwa hiyo wakishafunga mambo yako, basi ile taarifa unakuwa huwezi ukazipata. Ima ni nzuri au ni mbaya. Na ndoto zipo za aina 3. Kasomo kadogo tu wakatufahamishane hapa. Ndoto zipo za aina 3. Ndoto aina ya kwanza ni ndoto zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hii haijalishi wewe ni mtu wa dini, usiye na dini, ni Muislamu, ni Mkristo, mpagani, Myahudi, mnaswala au dini yote unayoiabudu. Zipo ndoto zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja zikufikie wewe. Ndoto hizi mara nyingi zinakuwa na ujumbe mzuri. Zinakufahamisha kama kuna jambo zuri linakuja. Kwa sababu ndoto inatanguliza taarifa. Kama kuna jambo linakuja, kabla halijakufika wewe, ima ni nzuri au ni baya, lazima ulipate kupitia taarifa ya ndoto. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaweza akahitaji kukubariki kwa jambo fulani. Sasa kabla halijakufika lile, utaanza kupata kwanza ndoto yake. Unaweza ukaota umepata kitu fulani, au umebahatika kupata hichi na hichi, au zikaja zile dalili, kwa mfano za kuota vitu mafungu 7. Hizo ni aina ya ndoto ya kupata mali. Lakini ndoto hizo nimezieleza katika kitabu cha Bahari namba 2. Ndio maana sitaki kuzama sana huko ili tusicheleweshe darasa letu. Kwa hivyo sasa, ndoto hizi zinapotoka kwa Mwenyezi Mungu zinakuwa na ujumbe mzuri. Kwa asilimia kubwa zipo hivyo. Kwa asilimia kubwa ya ndoto nzuri ni zile ndoto zinazokuwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na katika dini ya Kiislamu tumeruhusiwa au tumeshauriwa, unapoota ndoto nzuri unatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu dua. Useme, kwa wale Waislamu wanasemaga hivi, dua ya kuota ndoto nzuri unasema hivi: Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ruhya, kwamba Mwenyezi Mungu, nipe yale mazuri niliyoyaona katika hiyo ndoto. Kwa hiyo unaweza kuota unaogota hela, umepata hela, umenunua gari au umenunua nyumba. Sasa ukashtuka hivi kutoka usingizini, paka roho inakuuma, sasa mbona maisha niliyoyaona kwenye ndoto sinayo mimi? Sasa unaweza kumwambia Mwenyezi Mungu, hebu nipe yale mazuri niliyoyaona katika ile ndoto, yatimie basi. Ndio Waislamu wakafundishana kwamba ukiota ndoto nzuri basi useme Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ruhya. Lakini zipo ndoto zingine zinatoka kwa mashetani au wanga au wachawi. Ndoto hizi mara nyingi zinakuwa na ujumbe mbaya. Ndio ile utaota unakimbizwa, utaota unapigwa, utaota unakabwa, majinamizi. Zile ndoto zinagoga na maana. Kwa mfano kama ukaota unakimbizwa, ghafla karibia kukamate, ukashtuka, ile ni taarifa kwamba sasa kuna watu au kuna viumbe vinakufuatilia, ila bado havijaingia kwenye mfumo wa kukamata kabisa. Lakini ukiota umekamatika, umepigika, umeadhibika, basi tayari umeshapatikana katika ule ulimwengu wa kichawi au wa kishetani. Kwa hiyo zinakujaga ndoto hizi kama taarifa ya kukufahamisha, bwana wewe unavyoishi wewe kuna habari nyingine huku nyuma yako. Kwa hiyo inatakikana ufanyeje? Ufanye mchakato kama ni wa kujigomboa. Sasa ndoto hizi zipo za aina nyingi. Unaweza ukaota umepoteza, umeharibikiwa, umezulumiwa, umefanya hivi. Basi inatakiwa ukiota ndoto hiyo uwe unaujua kabisa kwamba mimi sasa ninafuatiliwa na vitu vibaya. Kwa hiyo nichukue tahadhari, ima kwa kujikinga na Mwenyezi Mungu au kwa kufanya harakati ya kujigomboa katika madhila hayo. Sasa kwenye Uislamu pia tukafundishwa kwamba endapo utaota ndoto mbaya unatakiwa useme dua au usome dua inayosema hivi: Allahumma inni a'udhubika min shari hadhihi ruhya, ukiwa na maana ya kwamba Mwenyezi Mungu, ninakuomba unikinge na shari ya ndoto hiyo mbaya. Kwa hiyo unapoota ndoto mbaya usirizike tu na yale mabaya uliyoyaona ukasema
ndio limeshapatikana tayari. Inatakiwa umuombe Mwenyezi Mungu kwa dini yako au kwa imani yako yote, mwambie Mwenyezi Mungu akukinge na yale mabaya ulioyaona. Alafu sasa kwenye hiyo ndoto mbaya haitakiwi uitangaze au anze kuhadisia. Wale wanaokuaga wanahadisia ndoto zao nzuri au mbaya, yapo yanayowakutaga. Mfano, ukiota ndoto nzuri, ruksa kumhadisia mtu yoyote, lakini unaweza ukafitinishwa. Ukitaka kujua fitina ya ndoto inakujaje, kasome katika Qur'ani kisa cha Nabii Yusufu. Kasome sura Yusufu yote. Yale ni madhila ya ndoto. Alihadisia ndoto nzuri, ilikuwa nzuri, lakini baadaye alikuja kupata majanga mengi kupitia ile ndoto yake. Na sura Yusufu imejaa visa vingi vya ndoto. Kuna ndoto ya Yusufu, kuna ndoto ya wale wafanyakazi wa Firauni. Mmoja aliota sijui anadokolewa na ndege kichwani, baadaye akapewa taarifa siri kwamba utauliwa. Mwingine akaota anamnywesha bosi wake sijui mvinyo, baadaye akarudishwa kazini. Kuna ndoto ya Firauni aliyowaota wale ng'ombe 7 wanono na wengine waliokondeana. Zote zile zilikuwa ni aina za ndoto. Kwa kisa au sura Yusufu imejaa visa mbalimbali vinavyohusiana na ndoto. Kwa hiyo ukitaka kufahamu mambo ya ndoto, kasome sura Yusufu kwa wale Waislamu, na kwa wale Wakristo wasome pia maandiko yanayomhusu Yusufu, yule aliyekuwa waziri wa Misri kipindi hicho, ambaye alikuwa kwenye utawala wa Firauni yule. Sasa ndoto mbaya haitakiwi umhadisie mtu yoyote. Ukiota ndoto mbaya usimhadisie mtu yoyote. Kwanza ujikinge kwa Mwenyezi Mungu asikufanyie yale uliyoyaona yakukute, lakini pia ni sharti tena la ulazima, unapoota ndoto mbaya usimhadisie mtu yoyote. Inatakikana ujikinge kwa Mwenyezi Mungu asikufikishie yale. Na kwa nini usimhadisie mtu yote? Kwa sababu ukisema tu umeamka asubuhi kwanza kumhadisia mtu, mimi bwana jana nimeota ndoto hii ni hebu nipe tafasiri yake, au niambie ina maana gani, au ndo nimeota hivi mimi mwenzenu nioneni huruma, umepigia muhuri sasa yale uliyoyaona yatokee. Ndio maana Ustaz Bashiri huwa atafasiri ndoto ya mtu yoyote. Mimi binafsi ukiniambia mimi nimeota ndoto jana hivi siwaga tafasiri kabisa ndoto yangu, hata kama naijua maana yake. Nakwambia mimi watafasiri ndoto. Kwa kama unataka kujua sasa maana ya ndoto, inabidi tukasome kitabu cha elimu ya ndoto. Ndio maana hiyo elimu ya ndoto nimeiandika kisi siwaga tafasiri kwa mtu yoyote, labda nijitafasirie mimi mwenyewe. Kwa sababu gani? Unapomtafasiria mtu ndoto huenda ukamsababishia majanga, kwa sababu yeye atakapokuhadisia tayari anapigia muhuri ile ndoto. Wewe utakapompa tafasiri, ima ni ya kweli au ni ya uongo, lazima lile jambo ulomwambia litatokea tu. Haijalishi imefanyaje, lakini lazima litamkuta tu. Na ukitaka tu utesti hii ladha ya ndoto, siku ukiota ndoto mbaya, damka asubuhi mapema, waite watu unaowaamini, wakalisha chini, uhadisie vile vile ulivyoiota, alafu usubiri majibu, utayaona yatakuja vile vile ulivyotaka. Unakuwa umeshaipigia ndoto mbaya muhuri. Sasa ujikinge madhara ya ndoto mbaya ili isitokee. Kwanza ujikinge kwa Mwenyezi Mungu. Kama ni Muislamu useme Allahumma inni a'udhubika min sharri hadhihi ruhya, na kama wewe ni Mkristo au usiyekuwa na dini, mwambie Mwenyezi Mungu kwa lugha yote unayoitumia akukinge na shari ya ndoto hiyo. Lakini pia usimhadisie mtu yoyote, kwa sababu ukifanya hivyo litatokea lile unalokuwa umelihofia. Ndoto ya aina ya 3 ni ndoto anayoitengeneza mtu mwenyewe. Hii haitoki kwa Mungu wala kwa shetani. Inatokeaje hii ndoto? Ni kwamba ni mkusanyiko wale mawazo. Anakaa mtu anawaza usiku mzima au mchana mzima. Mathalan tuchukulie mfano, labda ni kijana wewe wa kijiweni, huna kazi, umeshinda tu kijiweni, umekaa, wanapita wanawake wa aina mbalimbali, unawaona maumbile yao, unawaona. Sasa ikatokea mwanamke mmoja kapita akakuvutia kutokana na labda na rangi au umbile lake au umbo lake, ukaanza kufikiria huyu nikiwa naye kitandani nikafanya hivi, nikamshika pale, nitaenjoy, nitafanya vile hivi. Yale mawazo ukawa unayafikiria. Baadaye ukilala ukaota unalala na mwanamke au umelala na yule mwanamke uliyemuota, ujue hilo ni jambo lako wewe mwenyewe binafsi, umelitengeneza wewe. Huu ni mfano, lakini hapo mambo mengi unaweza ukayafikiria
na akaja kwenye ndoto. Ukasema hili jambo nilikuwa nalifikiria jana na leo nimeliota. Hiyo sio ndoto ya Mungu wala sio shetani. Ni ndoto umeitengeneza mwenyewe kutokana na mawazo yako. Mara nyingi ndoto inayotoka kwa Mungu ni jambo ambalo hukulifikiria, hukutarajia wala hukulizania, ila unashangaa tu unaoneshwa. Itakuwa hivi au umepata hivi, umekosa hivi basi. Na mambo ya mashetani au mambo ya machawi ni zile ndoto zinatoka kwa ibilisi. Mara nyingi ni ndoto ambazo hufikiri kabisa, lakini unashangaa unashambuliwa na mtu, unakimbizwa, unapigwa na watu unaowajua usiwajua. Hali ya kuwa hukufikiria kupigika wala kuzuruliwa venye uliona. Ndio zinakuwa na tafasiri hiyo. Kwa ndoto inayotokana na mawazo ya mtu ni ndoto anayotengeneza yeye mwenyewe. Sasa kuna watu hawaoti kabisa. Hili ndio changamoto. Sasa usipoota ina maana taarifa utakuwa upati kutoka kwa shetani wala kwa ibilisi. Ina maana unakuwa kama vile uko gerezani. Ina maana huna ishara yoyote. Na wale matabibu au waganga wasipoota ndio kwanza wamejichimbia kaburi lao wenyewe, kwa sababu wao ndio watakiwa wanapewa ujumbe kila uchwao. Jambo la kheri linakuja wanatakiwa wajue. Jambo la shari linakuja wanatakiwa wajue. Na tabibu bila ndoto utabibu wake unakuwa umefifia, kwa sababu anakuwa hana dalili yoyote. Hata kuzuliwa inakuwa ni vyepesi. Sasa kwa kuwa tuko katika elimu ya tiba na tunajifundisha mambo ya kitiba, sasa lengo letu ni kutaka kusaidia au kumuelewesha mtu, hata kama wewe ni tabibu au wewe sio mtabibu, lakini ukae ukijua usipokuwa unaota ina maana ni kama mtu ambaye amefungika. Sasa kama umefungika inabidi ujifungue. Sasa unajifunguaje? Ndio leo tutajifundisha dawa ya kufungua ndoto kama huoti. Sasa dawa tutakayojifundisha leo ni moja kati ya dawa zinazotumika katika kufungua ndoto endapo kama huoti au hupati ndoto kabisa. Cha kufanya ili ufungue ndoto kama wewe unafungika, ima ni mtabibu au sio mtabibu, ni mtu wa kawaida tu huotagi kabisa. Na kesi kama hizi nimezipata nyingi sana. Sasa mimi siotagi kabisa. Basi anakuwa hajui maana ya kwa nini haoti. Mara nyingi unakuwa umefungika, una vifungo. Ndio dalili kubwa ya kufungwa. Na pale utakapoona tu umeanza kupata ndoto, basi vifungo vinaanza kufunguka au vimeshafunguka tayari. Sasa cha kufanya ili upate ndoto, unatakiwa uchukue majani 3 ya mti wa mnanaa. Mti wa mnanaa unafahamika jamani? Huo unaonekana kwenye picha huo ndio mnanaa. Wengine wanauita tarumbeta la wachawi au tarumbeta la shetani. Na umepewa jina hilo la tarumbeta la shetani kutokana na hayo maua yake hayo yako kama tarumbeta. Na ni moja kati ya miti ambayo inatumika kwenye matumizi ya kitiba na ya kichawi. Mganga anatumia huo mti kuwatibu watu. Mfano maradhi yanayotumika kutibika ni pamoja na kuvuta mtu aliyekimbia au aliyetoroka au mke mume, unatumika huo mti. Vile vile kuangusha ndege za wachawi, huo mti unatumika. Kuweka kinga ya kumnasa mchawi akiingia kwenye eneo lako, unatumika huo mti. Lakini huo mti unaweza kutumika kwenye mambo mengi kama hivi pia: kufungua ndoto, kuzuia mtu asichezewe kichawi. Huo mti ni wewe tu labda utakuwa hujajua matumizi yake. Wengine mti huu anauita bonge. Sasa ni kulingana na wewe unavyoufahamu. Kwa hiyo tafuta majani 3 ya mti wa mnanaa, kisha yapake vizuri mafuta ya mzeituni. Kwa hiyo hapo unatakiwa uende dukani ukatafute mafuta ya mzeituni, yanauzwa haya. Kwa hiyo kila jani moja unalipaka mafuta yale ya mzeituni. Alafu yale majani 3 yote utayaweka pamoja na mchanga wa njia panda 7. Sasa huu mchanga wa njia panda 7, yani njia panda ni yale maeneo zimekutana njia 3 au njia 4. Kwa hiyo utakwenda njia panda ya kwanza ambapo zimekutana njia 3 au 4. Ukifika pale utazoa mchanga wa pale kwa nia, lakini kwamba nia ya mimi kuchukua mchanga huu unahitaji kwenda kufungua ndoto nilizofungwa. Naenda kujifungua ndoto. Kwa hiyo utakwenda njia panda ya kwanza, utachota mchanga. Utatoka hapo utatafuta njia panda nyingine iliyo sehemu nyingine tena. Utakwenda utachota na mchanga kwa nia yako.
Kwa hiyo hizo njia panda utazitafuta njia panda 7 tofauti jamani. So njia panda moja unachota michanga aina mara 7 hapo eneo moja, hapana. Mfano labda wewe unaishi Buguruni, kuna njia panda moja pale unachukua, unaenda sijui Temeke unachukua, unaenda sijui wapi unachukua, unaenda sijui wapi unachukua, unaenda Mbweni unachukua. Yaani chukua maeneo tofauti, lakini njia panda zile zihesabu ziwe ni 7. Ndio utakiwa utafute michanga yake tofauti. Kuna wengine watu hawaelewi haya maelezo haya. Hivi vinavyozungumza lakini mtu haelewi. Nimesema hivi, njia panda ni sehemu zimekutana njia 3 au njia 4. Unakuta zinaoana, kuna pahala pengine unakuta kama njia zimekaa kama msalaba vile, au kama alama ya jumlisha. Hiyo ni njia panda. Au kuna maeneo mengine zimekutana njia 3. Nyingine imetoka huko, nyingine imetoka huko, nyingine pale zinakufika inakutana na zinaachania pale. Hiyo ndio njia panda tena nyingine. Kwa hiyo kuna njia panda dume na jike. Sasa kalili hizi njia panda aina 2. Kuna jike na dume katika hizo njia panda nilizokutajia, lakini wewe chukua njia panda yoyote ile katika hizo njia panda aina 2, ila ziwe tofauti 7. Kwa hiyo unachukua hapa kidogo, unachukua kidogo, unachukua kidogo, unachukua kidogo, unachukua kidogo. Ukishapata huo mchanga unachukua ni kidogo tu. Halafu utakwenda kufunga vyote kwa pamoja. Huo mchanga na yale majani 3 uliyopaka mafuta ya mzeituni, majani 3 yale ya mnana, unafunga katika kitambaa cheupe, lakini sio cheusi wala chekundu wala cha blue wala cha kijani wala chochote unachokipenda wewe. Tafuta kitambaa cheupe chenye hakina madoa. Ukikosa nenda hata dukani kanunue vitambaa vyeupe vipo. Ukikosa kabisa kanunua hata sanda. Ni kitambaa, sio kwamba labda ni kitu cha ajabu. Wewe kanunue kwa sababu unatafuta kitambaa cheupe. Ukishapata funga pamoja kwa nia kwamba lengo lako ni kutengeneza dawa ya kujifungua ndoto ulizofungika. Kisha hicho kifungo chako hicho ulichokifunga michanga aina 7 za njia panda tofauti 7 na majani 3 ya mnanaa yaliyopakwa mafuta ya mzeituni. Hicho kifungo ulichokifunga hapo kidogo tu utaweka katika mchegemeo wako wa kulalia kwa manuizi ya kuhitaji kufungua ndoto zilizofungwa. Jamani, mchegemeo mnaofahamu, mchegemeo ni kile tunachokiweka katika kichwa wakati wa kulala, yani upate kidogo kama mwinuko. Kuna wengine hawana. Sasa hata kama hauna, tafuta hata manguo yako yale ya kunje upate tu limto fulani au limchegemeo. Leo utaliweka pale, ukiweka kichwa chako pale unakuwa kidogo umenyanyua kichwa kidogo. Ndio tunamaanisha hilo. Kama we una mito uzuri sasa hivi inauzwa kwa machinga na kwenye maduka yote, unaweza kaenda kununua tu mto kwa ajili ya kujifungua ndoto kama haulaliagi mto kabisa. Basi ndani ya ule mto unapachika hicho kifungo chako, unakuwa unachegemea. Kwa hiyo wakati wa kulala unachegemea kile kimto chako chenye kinacho kifungo. Sasa utafanya hivyo kulalia hicho kimto chenye kifungashio hicho ulichokifunga mpaka pale utakapoona ndoto zimefunguka. Hii ni moja ya dawa nyepesi, nzuri na rahisi ya kufungua ndoto. Sasa kama hauoti na ukalizika kutokuota, ukajua wewe uko salama, wewe hauko salama. Japo una afya nzuri, lakini wewe ni kama mtu ambaye yuko gerezani. Jamani, walio gerezani hawajui chochote huku Ulaya mpaka wapewe taarifa. Yaani mpaka atoke mtu Ulaya aende akamtembelee gerezani ndio aanze kumwambia huko kuna 1 2 3, kuna watu wameuliwa, kuna watu hivi, kuna hichi kinaendelea. Bila hivyo yeye hana ruhusa ya kujua kinachoendelea kwa sababu yeye kule amedhibitiwa uhuru wake. Hana hata uwezo wa kutumia simu na nini. Hata kitumia simu labda kwa kuibaiba au idha kwa dharura maalum. Kwa hiyo unapokuwa huoti ndoto ni tatizo jamani. Katika ulimwengu wa tiba ni tatizo hilo, japokuwa wewe una afya nzuri. Kwa hiyo tutumie dawa hii kama sehemu ya kujifungua ndoto kama wewe huoti kabisa. Inshallah, kwa wale wenye wanaendelea kunufaika na ofa, bado tunasema ofa inaendelea. Kuna watu wamenitumia ujumbe, "Shehe, vipi ofa bado ipo au imeisha?" Jamani, nilisema ofa hii itatembea mwezi mzima wa Ramadhani. Japo mimi sitotumia nafasi kubwa ya kuitangaza, lakini ofa hii itadumu mwezi mzima wa Ramadhani. Na sasa hivi tunakwenda kumaliza 10 la mwanzo la mwezi wa Ramadhani. Yaani kama tulianza jana lakini tayari siku 10 zinakwenda kunyanyuka chap.
Kwa kama zinaisha hizi siku 10 za mwanzo, tutaingia 10 la pili, na lenyewe litaisha tu muda mfupi tu. Baadaye tutakwenda kwenye 10 la mwisho, na kisha baada ya hapo ofa itakwisha. Kwa siku ya Idi watu wanaswali Idi ndio itakuwa siku ya mwisho ya ofa. Kwa hiyo wewe kama una nafasi, endelea kunufaika na upataji wa vitabu vile vya bei ya ofa. Hivi ni vitabu vyote vinazungumzia elimu za kitiba. Kwa ukiwa na vitabu hivi utasoma elimu ya tiba kupitia mitishamba, kupitia mambo ya Qur'ani kama ni mtu wa Qur'ani, utasoma majina barati, utasoma elimu ya abjadi, utasoma mambo ya ndoa, furaha ya ndoa, kuna kitabu chake. Kuna ulimwengu wa majina vituko vyao kwa wale wanaohitaji mambo ya viumbe kuwafahamu maisha yao, sifa zao na wanaishije. Utakutana kitabu kinaitwa ulimwengu wa majina vituko vyao. Utasoma hata kama hutaki kuwatumia, soma tu kwa ajili ya kuwafahamu. Itakusaidia sana kufahamu kitu ambacho ulikuwa ukijui. Wanasemaga elimu hata kama ni mbaya, isome. Ila ubaya wa elimu ni kutokuijua kabisa. Mfano mdogo anapigia mfano elimu ya utapeli. Utapeli ni mbaya. Ila kutokuwa na elimu ya utapeli, utakuwa unatapeliwa kila siku. Sasa wewe utakuwa ni mtu wa kulia kila siku, yaani mimi ndio wa kutapeliwa kila siku kwa sababu wewe huna elimu ya utapeli, kwamba hujui watu wanatapeli kwa staili gani, maneno gani wanaotumia kutapeli, mbinu gani. Sasa wewe kama hata hautaki kuwa mtapeli, soma hiyo elimu ya utapeli au jifunze watu wanavyotapeli, lakini wewe ujikinge na utapeli wao. Kwa ukiwa hauna elimu ya utapeli utakuwa unalia kila siku. Kwa hiyo elimu yote ile unayojua na usiyojua, hata kama ni vaisome, jifunze, ujue mbinu zake. Hata kama hautoitumia, lakini kutokujua ni tatizo. Ila ukiwa unajua utajua hii mimi naijua, hii hapa nadanganywa, hapa na nani. Mfano katika hizi mambo ya elimu za viumbe, kuna watu wengi sana wanapigwa hela nyingi. Wanasema mwingine anakuambia mimi nahitaji nipate kiumbe bwana kunisaidia kwenye kazi zangu. Sasa ukienda kwa mtu ambaye hajui wewe anajua kabisa wewe hujui unachokitafuta. Sasa kiumbe mimi naweza nikakuitia nikakutengenezea kiumbe, lakini gharama ni kubwa bwana. Unaweza andaa milioni 1, andaa milioni 2 au 3 tukutengenezee kiumbe. Wakati hicho kitu unachokitengeneza ni kitu kidogo sana ambacho wewe labda ungesoma tu sehemu fulani ukapewa utaratibu na ukaweza kutengeneza mwenyewe kama unataka, lakini sio lazima kuwatumia viumbe kwa sababu na wenyewe wana taratibu zao na masharti yao. Sasa kwa nini ukatumia gharama kubwa kiasi hicho wakati wewe mwenyewe inawezekana ungeweza kufanya kazi hiyo? Kwa sababu gani? Huna elimu. Kwa utapigwa sana pesa, utatapeliwa sana kwa sababu ya kutokuwa tuna elimu. Lakini ukishakuwa na elimu, uwezi ukaenda kwa mtaalamu eti akutengenezee kiumbe kwa sababu unakuwa ushajua hawa viumbe wanaitwaga hivi, wanatumika hivi, masharti yao ni haya, ukikosea hapa unapewa hivi, vitu kama hivyo. Kwa inshallah kwa leo tutaishia hapa. Lakini tutakutana katika kipindi kingine sana wakati mwingine katika darasa lingine. Kumbuka ofa inaendelea. Malipo ni yale, unalipia shilingi 45 unapata vitabu 12 vya elimu ya tiba. Ukishafanya malipo kwenda namba moja hapo katika hizo 3 zinazowezekana hapo, alafu utanitumia screenshot ya muamala huo. Namba zote zinatumia jina moja tu, Bashir Hussein Lugamba. Ukilipia likatokea jina hilo, basi thibitisha malipo yako. Ukiona limetokea jina tofauti na hilo, cancel muamala huo. Alafu ukague hizo namba, inawezekana umekosea hata namba moja. Kwa baada ya kufanya malipo utascreenshot ule muamala, utanitumia mimi WhatsApp kuthibitisha malipo yako, afu unaandika ofa ya mwezi wa Ramadhani. Kisha andika hivyo, basi mimi najua wewe umelipia hii pesa kwa ajili ya nini? Ya kupata vitabu. Baada ya hapo utatumiwa vile vitabu 12 kwa wale wenye hawana kitabu au wenye wanatamani kumiliki vitabu vyote 12. Kwa wewe ambaye unamiliki vitabu 12, hii ofa haikuhusu. Subiri nafasi inakuja, vitabu vivyo vitakapotoka tutakufahamisha na wewe pia ufanye malipo kulingana na kitabu kitakachokuwa kipo mbele yetu. Inshallah, mimi ni Ustaz Bashiri. Hii ni Tiba Facts Online TV. Tukutane kipindi sana wakati mwingine. Asalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.